Mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP30 ulioanza tarehe 10 mwezi huu na utakaodumu kwa wiki 2 huko mjini Belém, Brazil, umewaleta pamoja viongozi wa dunia, wanasayansi, mashirika yasiyo ya serikali na jumuiya za kiraia ili kujadili na kuja na matokeo ya nyanja mbalimbali zinazoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Huu ni wakati wa kuonesha vitendo na sio ahadi za maneno pekee. Ndio imekuwa kauli ya kila zungumzaye kabla ya kuanza na mpaka sasa, ambapo mkutano wa 30 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP30 ukiendelea huko Belém, Brazil. Shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO tayari lilikuwa na ajenda yake kibindoni hata kabla ya kuanza kwa COP30. Lenyewe linataka uwekezaji katika mifumo ya kilimo ili kujengea wakulima uwezo na ustahimilivu na kupunguza athari mbaya za mabadiliko ya tabia nchi. Kevin Zahedi ni mkurugenzi wa ofisi ya mabadiliko ya tabia nchi, bioanuwai na mazingira ya FAO. Akizungumza na idhaa ya Umoja wa Mataifa, ameeleza kuwa madhara ya tabia nchi kwa wananchi yako wazi. Sio kwa siku zijazo, inatokea hivi sasa. Hali mbaya ya hewa inaathiri chakula na kilimo leo. Inapunguza mavuno. Kutotabirika kwa hali ya hewa kunafanya iwe vigumu kwa wakulima kuvuna. Tukio moja kali linadhoofisha mavuno yote. Naam, asemayo yamedhihirika kuanzia mafuriko huko Iran na Afghanistan, kimbunga katika nchi za Karibea mpaka ukame barani Afrika. Na hivyo wakuu wa nchi na serikali pamoja na wadau wanapokutana lazima waje na suluhu kusaidia wakulima. Ikiwa hatutafanya chochote kuhusu hilo, ikiwa mwelekeo utaendelea, hali ni kwamba katika baadhi ya maeneo ya dunia haitawezekana kuwa na kilimo cha kulisha watu kinachotegemea mvua. Katika maeneo mengine ya dunia, uharibifu wa ardhi utaongezeka. Tayari tunaona theluthi moja ya ardhi ya kilimo ya kimataifa ambayo imeharibiwa. Hebu fikiria kama hivyo itaongezeka. Kwa hiyo yote haya yanaweka shinikizo kwenye majukumu yetu, lakini mwishowe yanaweka shinikizo kwenye jamii zetu, mifumo yetu ya chakula na sisi pia. Naam, mifumo ya chakula. FAO inaposema mifumo ya chakula inamaanisha mnyororo mzima unaohusisha jinsi chakula kinavyozalishwa shambani, kusafirishwa